Halmashauri ya KFS na Wizara ya Misitu na Mazingira humu nchini Kenya kwenye kampeni ya kupanda na kutunza msitu ili kutimiza ile ahadi ya Rais Ruto ya kupanda miti bilioni 15 takriban. Daktari Deborah Barasa ni Waziri Mkuu wa Misitu na Mazingira humu nchini. Tumeleta miche ya matunda, indigenous trees as well, so that each one of you, kila mmoja wenu, wakulima, wapande hii miti. Umeona? Kwa sababu ukiona kama ya matunda inaweza kupea zaidi ya 10,000, na hiyo pesa itasaidia, utaweka pesa mfukoni, utasomesha watoto na kadhalika. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, Waziri Mkuu humu nchini Musalia Mudavadi amesisitizia wananchi kuendelea kutunza na kulinda mazingira ili miti iliyopandwa ikue vizuri. We have all earlier in the day participated in planting trees as our contribution to the restoration of this degraded ecosystem, and also as part of our national commitment to grow 15 billion trees by 2032. Forests are not just environmental resources, but are also natural capital that support economic growth and social well-being. As a government, we have anchored our environmental efforts on the ambitious goal of planting 15 billion trees by 2032 to restore our landscapes, which is based on the National Landscape and Ecosystem Restoration Strategy 2023 to 2032. I want to laud the efforts of all stakeholders who have ensured over 1.4 billion trees have already been grown in our journey to the 30% tree cover. Kauli mbiu ya siku ya misitu duniani mwaka huu ni msitu ni uchumi endelevu, tuhifadhi kwa maendeleo ya taifa, ambapo shughuli hii ya kampeni ya utunzaji wa miti na msitu imefanyika mapema hii leo katika msitu wa Maragoli katika kaunti ya Vihiga, huku wageni mbalimbali na mashirika wakiendelea kushabikia utunzaji wa misitu, huku Waziri Mkuu Musalia Mudavadi akisema kuwa wale waliofurushwa kutoka msitu huo kwa sababu ya utunzaji wa misitu wanastahili kupewa hati miliki ya shamba kwa manufaa ya siku zao za baadaye. I wish to reaffirm the government's commitment through the National Tree Growing Program to increase our country's tree cover to at least 30% in the next 6 years. We shall restore degraded landscapes and protect our country's fragile forest ecosystems, thus strengthening Kenya's climate resilience and creating new opportunities for green jobs and community livelihoods. Board imeshapitisha kwamba finally hawa watu wapate title deeds, na ndio sisi pale mimi nakaa saa hii Mbale, we are squatters, we don't have title deed because wale ambao walienda huko ndio walisema ndio walikuwa wenye mashamba hiyo, na walisema hawatatoa title deeds mpaka hawa wakati. Kamati ya bunge iko hapa, ningewasihi kwamba wapitishe hiyo so that hawa watu wetu wa Shabiringa wapate title deeds. Kwenye kampeni hii vilevile masuala ya vijana kwenda kutafuta ajira katika mataifa ya kigeni yaliibuka, huku wakionya kuchukua tahadhari kabla ya hatari kwa sababu ya usalama wao wenyewe. Kwa muda huu serikali ya Kenya imekuwa ikizungumza na tumetoa watoto wetu huko karibu 47 sasa ambao wametoka Russia, walikuwa wamejiingiza kwa mtego. Nataka nihimize kwa vijana wetu, ikiwa tunataka tutafute kazi kule nje, kwa sababu katiba inasema unaweza tafuta kazi nje, hakikisha kwamba unapata ushawishi kutoka kwa Department of Diaspora, na unapata ushawishi kutoka kwa Ministry of Labor, na unapata ushawishi kwa departments za serikali vizuri kabla hujapanda ndege na kwenda kwa pahali ambapo haujui. Sani Matano, Mpakani TV, kaunti ya Vihiga.